Unajua wewe ulokaa hapa una orodha ya madhambi, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, ambayo mpaka leo hujayafanya, lakini ni madhambi utakwenda yafanya huko mbele. Wewe mwenyewe hujui. Yaani wewe umekaa hapa hujui kesho utafanya dhambi gani, au sio? Hujui mwakani utamkosea Mungu wapi kwa maasi gani, hujui. Usifikiri hujui wewe na Mungu hajui. Anajua, anakutizama tu. Unapita kwenye reli yake mwenyewe. Ukifika pale unaasi, alikujua kabisa wewe kabla hujazaliwa, siku yake imefika, unamuona huyu, ngoja alete ujinga ule pale, alafu namsubiri nikamtie moto huyu, nitamrehemu, nitamsamehe. Anajua yote yajayo. Kwa tumuombe huruma yake tu. Usidhani dhambi zako Mungu alikuwa hazijui. Na ndiyo maana nimewaambia watu mara nyingi sana, na sasa hivi narudia, madhambi hayamshughulishi Mola wetu kwa sababu aliyajua. Mambo mawili ndio yanamkasirisha Mola. La kwanza ni kitendo ambacho vijana wa leo wanaita lugha yao, wanasema kumchukulia Mungu poa. Hii lugha imefahamika. Hapendi Mungu umchukulie poa. Yaani unamkosea hapa, halafu unaona ni kawaida tu. Yaani kwani kuna nini bwana? Yaani kama sawa vile, hiyo hapendi hiyo. Anapenda Mungu akikuona umekosea akukute unajuta. Na kwa nini nikafanya hivi mimi? Nimeshamkosea Mola wangu hapa. Sasa kashakasirika. Akiniua sasa hivi, akinichukua muda huu, akukute unashughulishwa hivyo, anafurahi subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad amesema, idha sarratka hasanatuka wasaatka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jema lako likikufurahisha, ukifanya jema ukajikuta unafurahi, unaona raha, na likakuchukiza ovu lako, ukafanya ovu ukachukia we mwenyewe kabla ya Mungu, Mungu anasema wewe una imani, fa anta mu'min, wewe una imani. Maana yake nini hapa? Hataki kuchukuliwa poa.